kwanza kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Kwa hiyo tunapoongea sasa hivi, ndani ya miaka 5 tumefanya upembuzi yakinifu, tumefanya usanifu, tumelipa fidia, tunaanza ujenzi. Barabara hii ukiangalia kwenye ilani imo. Lengo ni nini wananchi kuhusu hii barabara? Hii barabara iko mpakani, barabara ya kiuchumi. Tungetamani leo watu kutoka Kyela wanapoenda Tunduma wasipite Mbeya, wapite hapa ndio njia ya mkato. Na wakishapita hapa ile imeshafunguka. Tunafahamu kazi kubwa aliyoifanya Mheshimiwa Rais ya kupanua bandari ya Dar es Salaam. Sasa mpaka wetu wa Tunduma, lakini pia na mpaka wa Isongole ambao tunajaribu kuupanua, ni moja ya hatua ambazo sasa transporters watafaidika wa nchi ya Tanzania kwa ajili ya kupeleka kwenye masoko ya kule SADC na COMESA. Kwa hiyo na imani baada ya kuwa tumeweka miundombinu ambayo imekaa vizuri, na transporter wataweza kupeleka mizigo yao kutoka bandari kwenda huko. Kwa sasa hivi ninavyozungumza, zaidi ya 10% ya mzigo imeongezeka kwenye mizani yetu ya Mpemba. Kwa Malawi, nchi jirani na sisi, tunajua kuna biashara ambazo tunazifanya. Miundombinu ikikaa sawa, tutachukua bidhaa kutoka Malawi kuzileta Tanzania. Tutazichukua Tanzania kuzipeleka Malawi. Kwa hiyo barabara itatusaidia pakubwa. Lakini vile vile tuna makaa ya mawe. Makaa ya mawe yalikuwa yanasafiri kwenda wilaya nyingine ya Kyela. Lakini kupitia hii lami itatusaidia makaa ya mawe kupita barabara yetu ya Ileje. Kwa maana mapato na manili yatakuwa yanapatikana kutokana na hii barabara. Hii barabara tutafaidika kitu kimoja, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara, tunatafuta maisha. Kwa hiyo tutachukua mbao kule kuleta huku, tutachukua ndizi tutaleta huku. Kwa hiyo tutanufaika kwa upande mwingine, na hali ya uchumi utafunguka vizuri, kwa sababu itapitika vizuri wakati wote, na tutakuwa na uhakika kwa biashara ambayo tunaenda kuifanya. Kwa sababu kuna bidhaa ambazo tulikuwa tunatoa huko Isoko kuleta hapa Isongole, lakini ikijengwa kiwango cha lami, kwa kweli hizo bidhaa zitasogea hapa bila tatizo lolote. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.